mimi nitakusaidia kukutoa hapa. Nitakupeleka kwenye himaya ya binti wa mfalme. Naomba unisaidie. Watu wa himaya Mfalme Mbondo wanataka kuniua. Sina uwezo wa kupambana nao wala kuwakimbia. Hivyo naomba unisaidie tafadhali. Wewe. Subiri hapo. Wewe ni nani? Na kwa nini unazurura maeneo ambayo hayakuhusu? Kakaangu,
Kaka, naomba unisaidie. Watu wa Imam Mfalme Mbondo wanataka kuniua. Sina uwezo kupambana nao wala kuwakimbia. Hivyo naomba unisaidie tafadhali. Wewe ni miliki ya Mfalme Mbonde na mimi ni miliki ya binti wa mfalme. Hata nikikusaidia nitakupeleka wapi, wakati unafahamu kwamba hizi miliki mbili hazielewani? Kaka yangu, kama unaishi peke yako, niko tayari kukaa na wewe kwa siri. Hakuna yeyote atakayejua kwenye miliki yenu, maana sitotoka nje wala sitaongea kwa sauti. Nakuahidi hakuna yeyote atakayejua kwenye maya yenu ya binti wa mfalme. Mimi nitakusaidia kukutoa hapa na kupeleka kwenye himaya ya binti wa mfalme, lakini sipo tayari kuishi na wewe, maana kwenye himaya yetu ya binti wa mfalme hakunaga siri. Kwa hiyo nitakusaidia kukutoa hapa na kupeleka kwa binti wa mfalme, na yeye ndo atakayetoa maamuzi juu yako. Hapana kaka yangu, binti wa mfalme ataniua, maana haelewani kabisa na maya yetu wa Mfalme Mbonde. Nisaidie kunificha tafadhali. Binti wa mfalme hana roho mbaya kama mtoto wa Mfalme Mbonde. Kwa hiyo naamini hawezi kufanya kitu chochote kibaya, maana sisi sote ni watu wake. Ila Mfalme Mbonde ni tamaa zake tu ndo zilimpelekea kuanzisha utawala wake enzi hizo kabla sisi hatujazaliwa. Kwa hiyo mimi nitakufikisha kwa binti wa mfalme, na huo ndo msaada wangu. Kama hautaki, sina msaada mwingine zaidi ya huo. Kaka, nimekubali. Niko tayari kwenda kwa huyo binti wa mfalme. Sawa, nifuate. Kwema Pongwa. Ima, utawala wote wa binti wa mfalme tunajua kwamba ulishakufa. Iweje leo uko hapa? Na ni kitu ambacho hakiwezekani kabisa. Vipi? Na sielewi yani nini kinaendelea. Rafiki yangu, nikwambie tu kitu. Kama ningekuwa nimekufa usingeniona tena hapa mimi. Ni matatizo tu yalitokea, afu ni muda mrefu sana. Nilijeruhiwa eneo hili hapa. Unaona? Eneo la moyo. Huenda labda kweli mimi ungekuta nimeshakufa. Na aliyenisaidia baada ya kupoteza fahamu sikujua ni nani. Mpaka sasa hali yangu iko sawa. Sijajua ni nani kabisa wala sijui ni nani jamani. Ila namshukuru Mungu niko hai mpaka sasa, amenifanya niko hai. Kwanza pole sana. Na ni jambo zuri nimekutana na wewe. Lakini vipi wanakijiji wameshakuona? Hapana, hamna, ndo naenda sasa hivi naelekea kijijini. Ila nimekutana na Swadu. Yenyewe aniamini, ananishangaa kama sio mimi. Kwa hiyo Pongwa, tunaweza tukaongozana tukawa pamoja. Hamna shida. Na wanakijiji wako salama, binti wa mfalme yupo? Wote wako salama kabisa. Kweli sawa, Mungu amewajali. Nimekuja kuwaona tena. Kuna shida? Hamna shida rafiki yangu, kwema kabisa. Sasa sikia, inabidi tubadili mawazo. Inabidi twende ukakae kwangu kama ulivyoniomba. Alafu mimi nitafikiria jinsi ya kufikisha taarifa kwa binti wa mfalme, na yeye ile ipate rahisi ya kukupokea wewe. Sawa, nitashukuru. Sawa.